Turejea hapa jijini Nairobi, tuungane naye mwanahabari wetu Willy Lusige. Asante sana Nimrod. Tumejenga kibanda hapa katika kanisa la Holy Family Basilica katikati mwa jiji la Nairobi. Kumbuka kanisa hili ndo uti wa mgongo wa shughuli zote la kanisa Katoliki hapa nchini, ambapo tangia kutangazwa kwa kifo cha Papa Francis asubuhi mida ya saa 1:35 kutoka kule Vatican, waumini wa kanisa hili Katoliki wamekuwa na fululiza moja baada ya mwingine hadi hapa kuweza kuja kuomba na kuweza kumwombea pia Papa ambaye sasa ameweza kufariki. Na tumeweza kujaribu pia kuzungumza na usimamizi wa kanisa hilo nchini, licha ya kwamba wameweza kusema wanaandaa taarifa ambayo watakuwa wanatoa kwa jumla ili kuweza kutoa msimamo wao na kauli yao kuhusiana na kifo cha Papa Francis ambaye kwa muda mrefu tangia tarehe 14 mwezi Februari tunajua amekuwa amelazwa hospitalini kutokana na ugonjwa wa pumu. Na mara kwa mara tumeweza kuona Wakenya pamoja na waumini wa kanisa Katoliki kote duniani wakaweza kuibua kauli tofauti kuhusiana na hatima yake na ya afya yake, na hadi hapo jana ambapo tuliweza kufahamishwa asubuhi ya leo kwamba alikuwa ameweza kufariki, ikiwa ni saa chache tu baada ya yeye kuweza kujitokeza rasmi na kuweza kuwapungia mkono waumini wa kanisa hilo katika eneo la St. Peters, ambapo yeye hujitokeza mara kwa mara kuweza kuhutubia waumini. Kwa hivyo hapa nyuma yangu jinsi unavyoona ni waumini tu wa kanisa Katoliki ambao wanaweza kufika hapa na kuweza kumwombea Papa baada ya kifo chake kuweza kutangazwa rasmi. Tumejaribu kuzungumza pia na wao Nimrod, lakini wanasema kutokana na msimamo mkali wa kanisa hili wanasubiri kwanza usimamizi wa kanisa hili nchini kuweza kutoa taarifa kuhusiana na kifo cha Papa Francis. Na pia nimeweza kuzungumza na ambaye ni Archbishop wa jimbo la Nairobi ambaye ni Philip Anyolo, ambaye pia ameweza kushikilia kauli ile kwamba kanisa litaweza kutoa mawasiliano yake rasmi mwisho wa siku. Na pia nimeweza kuzungumza na Cardinal Njue ambaye aliweza kufanya kazi kwa karibu sana na Papa Francis, akaweza kusema kwamba pia naye anasubiri kwanza kanisa aliweza kutoa taarifa yake kwa jumla kuhusiana na kifo cha Papa Francis, alafu pia na wao wataweza kutoa zile taarifa kama jinsi walivyoweza kufanya naye kazi, mustakabali ambao walikuwa naye, pamoja na jinsi ya msimamo wake katika siku zake za utagusano na katika siku zake za kuweza kuongoza kanisa Katoliki. Na kwa manufaa ya mtazamaji wetu, Papa Francis amekuwa katika nafasi hiyo ya kuwa papa tangia mwaka 2013. Kwa hivyo ndiposa waumini wengi ambao wanafika hapa wanasema kwamba hawana mengi ya kusema kwa sababu wamemjua kwa muda mrefu, na kile ambacho wanafanya tu ni kumwombea Mungu kwamba katika siku zake hizi za mwisho aweze kumweka mahali pema. Kwa hivyo tutaendelea kusubiri kuweza kupata mwisho wa siku. Je, kanisa Katoliki pamoja na usimamizi wake kwa jumla utaweza kuwa unatoa taarifa gani kuhusiana na kifo hicho, na pia mwelekeo ambao kanisa hilo nchini utaweza kutoa kwa minajili ya wafuasi na waumini wa kanisa Katoliki hapa nchini. Naam, Willy Lusige huyu akiripoti katika kanisa la Holy Family Basilica. Bila shaka wakati huu ambapo waumini wa Katoliki na pia vile walimwengu wanaomboleza kifo cha Papa Francis aliyeaga dunia mapema leo asubuhi. Mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni, tutarejea na taarifa zaidi.